Tunazidi kusonga mbele zaidi ya simulizi yetu nzuri kabisa. Simulizi ya kweli ya maisha ya Matayo. Matayo ana mengi ya kutueleza aliyoyapitia katika safari yake ya maisha. Katika sehemu iliyopita, tumeona Matayo akiingia kwenye mtego wa mkuu wa shule. Yaani yeye na wenzake wamekamatwa na simu. Na kama inavyofahamika kuwa hairuhusiwi kwa mwanafunzi kutumia simu. Sasa mkuu wa shule yupo katika hatua za kutaka kuwapa suspension wanafunzi hawa. Je, Matayo atatoboa kweli katika sakata hili? Nikukaribisha sana katika sehemu ya 9 ya simulizi hii. Hivi unajua hakuna mwanafunzi atakuwa kuwepo hapa, naambia sijisikii vizuri. Ndio maana nipo hapa. Ungekuja ukaniuliza najisikiaje ndio maana. Kwa muda huu niko hapa, ungekuwa mfanya busara kuliko kuja tu direct kuniambia sitaki kuwa hapa. Na wakati unajua kabisa najua sitaki kuwa hapa. Hapo basi nisamee. Una shida gani? Kama sina shida yoyote, sijisikii tu vizuri. Ananiambia basi mkuu wa shule anakuhitaji juu. Nikamwambia nitaenda, lakini sasa hivi ngoja nipe kama risali moja nifanye maandalizi, hata sijajiandaa na mkaje naje huko juu. Hivi umeniona hata mswaki nimepiga. Najaje? Mwambie nipe muda na kuja. Anambia basi sawa. Kwa mwalimu wa domo ibidi aniache tena. Akapanda juu akaenda kutoa taarifa kama ilivyo. Na nilimwambia kwa sababu nilijua hii ngoma imeisha, kama ashapiga mpaka kengele ya dharura hii imeisha. Yaani hii haina mjadala tena. Imefungwa hii. Kwa hiyo mimi nikawa na confidence sababu sinajua tena. Mimi sio mhusika tena kwenye hili eneo. Aende bwana huko. Utajua wao. Kwa hiyo nimepoa. Nikaamka kama kawaida, nikaenda nikafuata maji. Dogo yani kama sio mimi. Bafuni. Nikakumbuka nimemaliza dakika 30 kwa shaweza kujiandaa, nikatulia tena kama lisaa lizima. Nilikuwa napiga hesabu kwanza. Nikapiga simu pia kutafutiwa wakala haraka ambaye atanifanya nirenew line haraka nipate ile hela. Kwa sababu nilikuwa mfukoni na 30 tu ambayo ni pia nilipata kwenye michezo ya kubahatisha. Kwa nilikuwa nahitaji na ile laki kidogo nisukume. Kwa nikapiga simu kutafutiwa wakala. Baada ya confirm kupata wakala, akaniambia ninahitajika tu kwenda kuweka kidole na kurenew hiyo line chap. Nikaa na confidence sababu nina hela mfukoni. Sasa ilikuwa saa 4:30 inaenda saa 5. Nikasema sasa hapa hatakienda kuongea utumbo wote, tunawezana kwa sababu hapo mfukoni sasa si mimi tajiri tena, hela ninayo. Jumla kijumlisha na kama 160. Huyo nikapanda. Nilipopanda nilivyoonekana napanda ndio kengele tena dharura inagonga. Kwa nini wanasubiriwa mimi muda wote nitakayojisikia kutoka ndio kengele igongwe. Kwa natoka pale kengele ikagongwa. Na yote nimefanya kwa sababu hapo sasa muda huo akili ishahama kwa sababu mkuu wa shule sikashagoma kukubaliana na mimi. Kwa hiyo nikaamua kuyafanya mengine utajua yeye. Nikapanda. Kengele ikagonga. Watu tukakusanyika. Wakati kengele inagonga mimi tena nikaenda zangu darasani kuweka vitu vyangu sawa kwanza. Huko dormitory nilikuwa nishaviweka sawa vyote kwenye trunka. Nikaenda darasani kuchukua madaftari na vitabu. Nikaviweka navyo sawa, vilikuwa vitini ambavyo sio vyangu na vyenyewe. Nilivichukua kwa wanafunzi huko, nikaenda kuvikusanya kuviweka sawa. Wanafunzi wakakusanyika tena, nikawa nasubiriwa mimi. Kwa hiyo wakati natoka mimi pale kwenda ilikuwa ni saa 5 kama dakika 2. Kumbuka wanafunzi walikusanyika saa 4 dakika 40. Kwa hiyo wakanisubiri mimi kama dakika 20 na kitu hivi tena. Nikaenda mdogo. Walimu nao pia wote walikuwa wamekaa pale na mkuu wa shule alikuwa amesimama juu. Wananisubiria mimi, walikuwa haongei chochote, shule nzima iko kimya. Sasa mimi na mimi nikaenda mdogo. Sasa nilishajua Yesu kabadilisha kitu kwa naenda. Na hivyo si nilikuwa hana ushahidi kwamba amenikamata, kwa hiyo ni ameamua kufanya maamuzi yake. Japo mimi najua Yesu ushahidi anao. Lakini ndio hana huo ushahidi wa moja kwa moja. Kwa hiyo acha niende zangu tu pale. Nikayamalize. Nilifika, nikapita pale, wakati nakaribia mkuu wa shule akaniambia, "Yes. Bosi, afisa elimu." Akaniambia, "Yaani wewe unapokuja ni kama waziri wa elimu." Nikacheka. Akaniambia, "Waziri, upitie huko juu kabisa bosi." Nikapanda zangu. Nikapanda bare juu. Nilipofika nilikuwa nimeenda na slipper. Sikuwa mpenzi wa kuvaa viatu toka niko primary. Kwa nilienda na slipper ambayo ni kisheria haikuwa inaruhusiwa. Bwana ukapigwa.
ikasikia mwalimu wa nizamu akasema, wote mliovaa ndala vueni, tunaanza na wewe Matayo. Tunafuata na rafiki yako mshikaji wangu naye kwa viatu. Watu wawili tu tumesimama pale juu. Mwanzo nikaangalia, anyway nisababisha matatizo mengi, nikavua vile viatu. Second master akaja na fimbo. Nikamuuliza, hizo fimbo za nini? Yaani unipige mimi mbele ya watoto wa form 1. Kabla tunapigana leo, hutakaoamini. Huwezi kunipiga fimbo mbele ya watoto. Niamini mimi, nina miaka zaidi ya 22, uje unipige fimbo mbele ya mtoto mwenye miaka 10 na usinitafute mzee. Rudisha fimbo ulikozitoa. Unless unanipiga kesi imeisha. Asema kesi yako hizi kaisha kinyepesi hivyo. Mkuu wa shule akasema ama, nikamwambia basi mwambie second master wako atoe fimbo zake hapa. Ndio sawa. Na mwalimu anizamu akasema, Matayo, nimependa confidence yako. Nikamwambia kawaida, wala sikuchanganya. Baadaye nikavua vile viatu nikaweka kama alivyosema. Shule nzima vikakusanya viatu, vilitoka kama gunia 2, yani zile gunia zile za viatu zilitoka kama 2 zikakusanywa. Zikapelekwa store akazifungia. Nimesimama peko hapo, yani nimewaheshimu sana mpaka wananivua viatu. Sema nini nyamaza kwanza nisikilize wao kwani hapa wameniitia nini. Mkuu wa shule akaropoka. Jana usiku kwenye pita zangu, hawa ungwana wawili hapa mbele mnaoona, nikawakamata na simu. Nikamwambia hapana. Kumkamata mmoja na simu mimi nikiwa kwenye hicho chumba. Nikasa hiyo sentence hapo. Kumkamata na simu tafadhali. Na kutemti kama nimekamata na simu kwa sababu nilikamata simu 2 ambazo moja ilikuwa haina taarifa yoyote, jina halitambuliki, sio la mzazi wa mtu wala mtu yoyote. Moja haikufunguki, ambayo na wasiwasi ambayo haifunguki ni yako kwa sababu wewe ni mjanja. Nikamwambia mkuu wa shule, asante sana kwa kunipa sifa kwamba mimi ni mjanja na kumiliki simu ambayo haifunguki yenye password, lakini hapana, similiki simu. Hata ukimtafuta anko kama una kumbukumbu, muulize atakwambia simu yangu anayo. Sasa ngoja nipe dakika moja. Kweli akapigia simu kwa anko. Kama mnakumbuka siku ambayo nafika kwa anko alinikagua, akachukua ile simu yangu. Kwani mpiga simu kwa anko akaambiwa, "Ya, simu ya Matayo nayo." Akamkatia simu baada ya kumwambia simu yangu anayo. Hakuongea naye chochote, akakata tu simu sababu hawakuwa na maongezi mazuri toka ile siku ile. Akamkatia simu. Alivyorudi sasa kwa sababu jibu ashalipata kule, kweli simu haipo. Nikamuuliza, vipi, amekwambiaje? Ameniambia kweli simu yako ipo kule, lakini hiyo haiwezi kubadilisha kitu kwamba nimekamata eneo la tukio muda ambao sio sahihi, na kuliko kuna simu moja ambayo itambulike. Kwa yes, simu ni yako. Tumemaliza, mjadala umeisha. Kwa natangaza kuanzia leo hawa wawili sio wanafunzi wa shule hii. Sikushtuka na hiyo kauli kwa sababu kwanza sio kauli ya kwanza, hiyo ni ya pili. Na ukiacha ni ya pili, nilishaliwaza hilo swala usiku mzima kwamba litatokea. Kwa sikuwa na muda wa kupoteza naye. Yule kijana naye akaanza kulia tena. Mwalimu, nisikilize babangu, mimi ni mkali. Kimomoni kasema wewe ni mpuzi, unajizalisha mbele ya shule nzima hapa, unatoa machozi. Achana naye. Ni muda wa kuondoka huu. Nikamwambia, mkuu samahani, mimi sio mwanafunzi wa shule. Kwanza walimu wengine wote kwanza wakashtuka kwa sababu tumefukuzwa bila kuwa na kikao cha bodi, bila kukubaliana, bila kutoa ushahidi. Ushahidi uliopo ni mmoja, mimi haupo. Wao wengine wakashtuka, haiwezekani, hichi kitu hakipo sawa. So mimi nikamwambia mkuu, kama ulivyoamua kusema mimi sio mwanafunzi wa shule, sawa, naomba kitu kimoja. Mwambie mwalimu wako anizamu arudishe viatu vyangu, tusitafute matatizo mengine. Mimi sio mwanafunzi wa shule. Ananivuaje viatu na sio mwanafunzi wa shule? Unaweza kumvua viatu mpita njia wa hii kwa sababu amevaa ndala? Akanivosha kwa mpita njia, anambia, kwa kauli yako uliongea mimi si belong tena hapa. Mimi ni mpita njia kama mpita njia nyingine. Sisi usiki tena hapa, au sio kauli uliongea? Mwalimu mmoja akaniambia, alikuwa Msukuma, akaniambia, Matayo, tulia kwanza. Hii mpaka sasa hivi natumiza vichwa kwa sababu wewe ni mwanafunzi wa tofauti kidogo. Asha jaribu kukuweka kwenye hizi kesi mara nyingi sana, ameshindwa. Tutasimama na wewe. Kwa hiyo usimjibu vyovyote. Akaja akakubadilishia kesi. Iache kesi baki hapo ambako ana ushahidi. Akasema, ile akili ya haraka ile mwalimu baada ya kuongea yale maneno mbele ya bosi wake. Huyo mwalimu kidogo azihivi na bosi wake. Nikapata plan B pale. Nikasema hii ndio plan pekee nitakayoitumia. Ila sio kwa sasa. Kwa sasa siwezi. Ngoja nitaitumiaje, nitajua. Nikakopa pale nikashatengeneza plan B mimi mwenyewe kichwani. Najua nitaitumia tu sehemu husika na wakati sahihi. Acha niache kwanza. Kwa nikamwambia, mwambie tu mwalimu afungue kwa nini nikachukua viatu vyangu tafadhali. Nisiongee mengine. Tukasababisha mwalimu mwingine aka shout. Yule mwalimu alizamu kwa sababu naye mimi naye hatuna kuara, akaniambia wenzetu ukachukua kwa viatu vyako. Nikamwambia, yule kijana, twende tukachukue viatu. Kufika nilikuja na gunia zote tena 2, nikazirudisha pale.
niliziweka kwa nje. Wao hawakuwa wanajua. Kwa hiyo walitupa tu funguo. Kwa hiyo tukachukua zile gunia zote tukazirudisha. Kwa lengo langu la mimi kurudi nazo zote na wanafunzi pia hawajachukua viatu vyao. Yaani kwamba nilitaka tu kuwavuruga makusudi. Kwa hiyo nilienda nikazirudisha nikaeleka kwa nje, hawako wameniona sababu ilikuwa kwa ndani. Tulikuwa tunafanyia hiyo emergency meeting, tulifanyia tuko Bwaroni. Kwa hiyo ilikuwa Bwaroni liko covered, so nikaviweka kwa nje. Nikiwarudi pale na slippers zangu. Nilirudi nikamwambia tayari funguo yako hii hapa, mimi naweza nikaenda. Mwalimu wa bweni akasema, mkuu wa shule amesema nikusindikize na walinzi uende ukachukue vitu vyako. Nikamwambia hapana, waambie walinzi tuende wakavichukua sababu nilishaviandaa mapema sana kabla ya kuja huko. Vile ulivyoniacha nilikuwa na viandaa kama na nilichelewa kuja huko. Ya ule muda niliochelewa lisali zima kule nilikuwa naandaa vile vitu. Kwa hiyo nilijua nikamwambia sasa kama mtu alishajaribu kuniweka kwenye kesi zaidi ya mara ngapi, sasa unajua tena mpaka amewaita leo, hiyo issue ni serious. Kwa hiyo nishaviandaa kwa waambie tu walinzi wanafanyaje? Wakanibebee tu waniletee. Basi wakaambia walinzi waende wakanichukulie vile vifaa. Wakaniambia na vitabu, nikamwambia hizo dakika 20 nazo ambazo nilichelewa kuja hapa nilikuwa na viandaa hapo. Akasema unavyo pia viko settled pia na vyenyewe. Sema vile vitabu sio vyangu, nimeweka kwenye madawati ya wamiliki yote na watambua kwa ndugu zangu, vitu vyenu nimevirudisha kule vinapomilikiwa. Kwa niliwaambia ile nilikuwa kama nawapa announcement kwamba vitu vyenu kila mtu nimerudisha vinapo biro na baadhi ya vyangu nimeacha kwenye deski yangu. Akaniambia kwa nini umeacha kwenye deski yangu? Nikamwambia hapana, nimeviacha tu vitabu. Nikamweleza mwalimu wa yule mwalimu ambaye aliniambia nisiongee vile. Nikamwambia kwa sababu nitarudi. Nimeongeleza tu kwa sababu nitarudi muda ukifika. So hiyo momenti tukawa tumefukuzwa, mwalimu mkuu akawa anataka apate confidence ambayo kitu kitakuwa kinamlinda, ambacho mimi sasa nilikuwa niko mbele ya muda dhidi yake. Shule niliyotoka ya kwanza pia nilikigomea hicho kitu ambacho ni wengi wanakitambua, kinaitwa black book. Black book ukisaini unakuwa umeconfess kwamba ulikamatwa na ushahidi wowote utakaowekwa dhidi yako. Kwa mimi hicho kitu cha kwanza ambacho maisha yangu toka naanza mpaka nilipofikia kesi zote sio kusaini hiyo takataka toka niko primary. Kwa huwa siitakaji. So mkuu wa shule akasema nitawahitaji ofisini kabla ya kuondoka. Alivyosema vile nilicheka tu kama nikajua anataka tukasaini black book. Hajui kama haiwezi kunipata. Anyway, nikamwacha pale na make announcement kwa wanafunzi wengine. Kwa ile muda na make announcement mimi nilikuwa nishapanda bodaboda naondoka hilo eneo. Sipo. Yule kijana mwenzangu alikuwa mpuuzi, anapoogopa kwao alikuwa amebaki anatetemeka. Kwa yeye alisaini black book shule ya kwanza na alisaini black book shule ya pili, kwamba alikubaliana na makosa ya shule zote. Sikusaini. Nikasepa nyumbani. Kumbuka hapo jumla nimesoma form 5 miezi 4, form 6 miezi 3 tu. Hapo jumla na make miezi 7. Huyo. Lakini wakati huo naondoka nilishasajiliwa. Yaani kusajiliwa yaani mimi kituo changu cha mtihani wa taifa kiko pale, kwa sababu ukishasajiliwa kufanya mtihani wa mock ndio inakuwa ni inapitisha moja kwa moja. Kwa nilikuwa niko already registered. Aliamua mwenyewe kwa sababu kila mwalimu anaamua. Unaweza kaamua kufanya usajili mwishoni, unaweza kama wewe tu. Kwa hiyo aliamua kufanya mapema kwenye mock. Kwa hiyo tulikuwa tumefanya usajili wangu, mimi ulikuwa unatambulika tayari ni mwanafunzi. Wakati lakini naondoka nilimwambia yule mwalimu ambaye aliniambia kwa mwalimu mwalimu wa store. Msukuma wewe, mwalimu wa store. Nikamwambia nikishaondoka atamkumbusha kwamba nimeondoka sina ushahidi, kwa sija nimeondoka amenifukuza hapa bila ushahidi, kwa sija akafanya kitu chochote cha kijinga kesi itamrudia, kwa sababu nikirudi nitaenda halmashauri kwenda kufungua kesi, hana ushahidi. Mkumbushe. Kwa nilimwachia maagizo na bahati nzuri yule mwalimu ni mstaarabu, aliyapeleka. Yule mwalimu yeye kabila lake na kabila langu ni watani, kwa nilikuwa namuitaga mtani. Kwa alimpelekea akamwambia bwana kijana amesema hivi na hivi na hivi. Kwa mkuu wa shule akaishua pause, afu pia nilimwambia nikamkumbusha pia mkumbushe kwamba nimeshasajiliwa. Kwa atajua Jumatatu mtihani unapoanza atajaza taarifa gani. Kumbuka ilikuwa Jumamosi hiyo. Alitukamata Ijumaa. Kwa tena tunafukuzwa na yule kijana tulifukuzwa naye shule moja. Tunafukuzwa tena shule nyingine siku moja.
kwa sababu zangu za haraka nikajijua tu mimi na huyu kijana hatuwezi kaja tukakaa sehemu moja tukatoboa kimaisha. Kasema huyu itabidi tu yaende kushoto niende kulia. Kwa nikaondoka zangu nikarudi zangu nyumbani. Narudi tena kwenye maisha yangu ya nyumbani, nikaenda kukaa kwa babu. Hapo sio nilienda kukaa, nilienda kupita, ilikuwa 2022. Nilipofika kwa 2021, sio 22, kwa 21 kwa mwezi wa 9 wakati tunaenda kufanya mock examination, ilikuwa Jumamosi. Mdogo wangu yule wa kike wa mwisho naye alikuwa kidogo ana hali ya sintofahamu kule kwa shangazi yake, alikuwa shamaliza form 4 wakati huo, na yeye akanipigia simu akaniambia, kaka naomba nisaidie kitu. Nikamwambia nikusaidie kitu gani? Naomba niombe ruhusa huko kwa shangazi niondoke. Sasa kumbuka wakati mimi nafukuzwa pale shuleni nilipitia kwa anko, nikamwambia nimefukuzwa tena. Sikutaka kuongea sana na anko, sababu hata ningeanza kumwambia nifukuza bila ushahidi, hata shule kwanza pia nifukuza bila ushahidi. Maana mambo asiwe mengi, naenda tu kupunguza, na pia nilikuwa ni kama nishaona nisiwabebeshe watu tena matatizo mengi, kaza kujieleza sana. Nikamwambia nimeshafukuzwa tena. Kwa nieleza tukio pesa sana. Kana kwa hapo nimefuata nini? Nikamwambia nafuata simu yangu. Uliochukua kile kitakuwa akanipatia tu simu yangu. Kumbuka wakati huo nimeondoka Tranka, niliacha kwa mama mmoja kule karibu na shule nje, alikuwa anauza mgahawa, nilimwachia. Huaga anatulindiaga vitu sana, kwa nikamwachiaga. Nikamwambia nilindie. Nikamwambia kwa nini unaliacha? Nikamwambia kwa sababu nikija kumaliza mtihani wa taifa nitalipitia. Kumbuka wakati huo mimi nimefukuzwa, sio mwanafunzi, lakini nilikuwa moyoni na ile confidence kwamba nitakuja kufanya mtihani wa taifa. Na nilikuwa toka shule ya kwanza nitoka nipangiwe HK, nilikuwa na tafutaga opportunity sana ya kuruhusiwa kuja kurudi kufanya mtihani wa taifa, nirudi kuja kufanya. Sasa kwa sababu alishanisajili afu amenikamata na ushahidi, nilikuwa na confidence kwamba lazima mtihani wa taifa nitafanya. Ila muda sahihi utafika nitaenda kulianzisha vurugu, huyu namkamata Simba. So kanimerahisisha. Kumbe bwana, wakati naondoka mkuu wa shule alijaza taarifa zangu kwenye black book, akanisainia yeye kwa mkono wake. Mimi sikusaini, alinisainia yeye. Hayo yote sikuwa nayajua. Kwa mimi nikaa nimeondoka zangu, nikaenda kwa anko pale. Kwa taarifa zikafikishwa tena duniani kote, mataifa yakajua kwamba mimi kumbe nilikuwa nimepata shule nyingine. Hapo sasa ndo wale watu ambao walikuwa hawajui ndo wanapata taarifa sasa kwamba huyu kiumbe kumbe alikuwa anasoma. Ila amefukuzwa tena. Kwa ndo taarifa mbaya zinapotembea sana. Zile zimetapakaa kote. Kwa hiyo mimi wakati nashuka pale kijijini kwetu naonekana ni mhalifu mkubwa sana, mwenye kesi shule 2. Yaani nilikuwa naonekana hata muuaji haipo kama mimi. Yaani unatoka miezi 3 tu kwenye kesi fulani unarudi tena huko. Kwa hiyo inaonekana kwa mimi nilipofika pale nyumbani wengi walikuwa hawanifuatii kwa sababu washaniona kichwa changu kile kinajua chenye kinavyojiendesha. Kwa sababu chakao ilikuwa sipati ushauri wa mtu, ilikuwa sipendi mtu ifanye kama ananielekeza sana, kwa sababu hawana msaada wowote afu anajifanya maelekezo mengi. Kwa wasipendi mtu akija kaanza kuniambia, "Yaani umefukuzwa nini?" Naambia, "Una uchungu sana, umelipa hata 100 yako." Sababu mpaka hapo nilipofikia hakuna hata shilingi 10 ilipo kwenye hizo shule. Zaidi ya shule ya kwanza wakati naenda nilikuwa nimepewa tu vile vifaa, ila haikulipwa hata 100, ambayo form 5 itakuwa nilipe 270, haikulipwa. Form 6 ilikuwa ni 300 na 3000 ya shule ya pili nilioenda, pia nayo haikulipwa. Kwa mpaka nafika hapo hakukuwa imelipwa hata senti 5. Kwa hiyo mtu akianza kuja kunipigia makeni na mwezi umelipa shilingi ngapi? Mwenye hilo povu linalo kutoka wewe umelipa shilingi ngapi yako? So mimi nilikuwa ni mdaiwa sugu kwenye hizo shule 2 zote. Ile shule ya kwanza deni ilifutwa kwa sababu taarifa yangu mpya inasoma mimi sikuwahi kusoma ile shule. Yaani ile taarifa ya mwisho huwa haiwekwi, inabadilishwa kabisa. Yaani kama mimi nilisoma kwenye ile shule moja kwa moja kule. Ile shule mpya niliyohamia. Kwa kule deni ikawa limefutwa siba hivi, kuonekana nadaiwa na shule ya pili ambao nao wamenifukuza. Deni lilikuwa kama limebi cancelled kwa muda. Kaenda zangu nyumbani. Nafika nyumbani ndio kama hivyo tena, ikaeka kila mtu anataka kujikuta anataka kunipa ushauri, ndio kama hivyo alikuwa anawakataa kwa sababu sitaki ushauri wa mtu kwa sababu haana cha maana. Unakuja kukaa unaniweka chini na unaniambia sasa umefukuzwa utaishije? Inasaidia nini? Nikikwambia nitaishi na nahitaji mtaji wa milioni 10 utanipa? Hutonipa. So kaka ndo sitaki ushauri wa mtu. Kwa wengi wakawa hawanifuatilii tena, hawataki kunijihusisha kwenye mambo yangu, ikawa naishi maisha yangu kwa babu sasa. Kwa babu ambaye babu hapo alikuwa shafariki muda, hiyo nyumba ni ya wajukuu. Kwa nipo na pale nakaa na mama mkubwa. Mama mkubwa sio yule mama mkubwa yule nilikuwa nikaaga naye kipindi hicho. Mama mkubwa anazaliwa na babu sasa huyo. Ambaye huyo anazaliwa na mama tumbo moja. Ndio hapo
Kaa naye yuko pale nyumbani, yupo na mjukuu wake, afu yupo na kakangu yule wa kwanza ambaye aliachaga shule. Yeye muda wote yuko hapo nyumbani. Kwa hiyo kaa nao. Kwa mdogo wangu wa mwisho akanipigia simu nimwombe ruhusa kwa wale shangazi. Kwa sababu kule kwa shangazi alikuwa anamfanya kazi lakini alikuwa anamtesa yeye. Yaani mfanyakazi alikuwa afanye kazi, anafanya kazi yule mdogo wangu wa mwisho sababu alishamaliza shule yuko nyumbani. Kwa hiyo mfanyakazi analipwa tu mshahara lakini anakaa. Kwa hiyo kitu kilikuwa kinamuuma. Kufanya kazi sio tatizo, kwa nini asifanye zote? Ndio kitu ambacho kilikuwa na complain. Alafu anafukiwa yeye, mfanya kazi amekaa na ngati TV. Kwa hiyo kile kitu kilikuwa kinamuuma sana. So akaniomba mimi. Sasa wakati huo mimi naenda kumuombea hiyo ruhusa atoke kule. Kumbuka mimi jina langu ni chafu sasa. Kwenye meza zote, vyombo vya habari vyote vya familia vinajua kwamba huyu jamaa ni mhalifu. Sio nifahamu. So mimi pale nikajua naingia kwenda kumwombea ruhusa lakini sio ruhusa. Hii lazima mimi naenda kama ruhusa lakini wataitafsiri tofauti. Kwa hiyo nikamwasiliana na yule shangazi, uzuri wa shangazi alikuwa anakaa na yule siku alikuwa na wasama naye. Nikampigia simu, nikamwambia Lastiboni amenitafuta, ameniambia ni anataka aje akae na mimi huku, so namuomba kesho aje. Akamwambia mimi sitompata mimi, akamwambia usiwaze. Kumbuka wakati huo nina hela laki na 60 naye. Nikamwambia nauli nitamtumia. Nauli ilikuwa 8,000 tu kutoka pale mpaka kuja nyumbani. Nitamtumia yeye, mwambie tu andae vitu vyake. Kwa shangazi ile ikamuomba kwa sababu lengo la kumwambia pia hata mtumia hata 100 alitaka abaki. Kwa akakata simu kwa hasira, akaenda kaongea na ndugu zake. Walipoongea huko wakasema mwache amchukue, alafu tutaenda kuambia ndugu zake lolote itakalomtokea yule binti. Yeye ndo anayehusika. Kumbuka kwenye ule umri kutokea kweli mambo ya mauzauza ni kitu cha ajabu. Alikuwa na miaka 16 na 17. Alikuwa na miaka 17 wakati mimi na mfata kule. Wakati mimi hapo na miaka 22. Na mimi sio kumfuata yani kumwombea hiyo ruhusa kutoka kule aje. Ana miaka 17. So ashamaliza form 4. Wale mashangazi wakaamua kupeleka hizo taarifa. Matayo amemfuata mdogo wake, amesema atamhudumia yeye maisha yake yote. Taarifa imeshabadilishwa tena hiyo. Mimi si ndi mwalifu kwenye familia, taarifa yote itakayopeleka lazima ipokelewe. Ila kwenye maisha mimi ni mtu ambaye sijari, kama nilivyotangulia kusema sijari. Wataongea wangapi, siwezi kumfurahisha kila mtu. Kwa mimi nikaacha watengeneze vichwa vya habari wanavyovipenda wao. Wakavitengeneza vya kutosha. Wakavitengeneza lakini mwisho siku akamruhusu. Kesho yake akaja. Nikaja nikamwambia, umeona taarifa zinazosapaka kuhusu mimi kwenye familia? Akaniambia ndio nimeziona, lakini yote ni kwa sababu yako kuja kukuchukua. Achana mimi kufeli kwangu alishazitambaza, zilikuwa za kawaida. Kukuchukua wewe imekuja kuwa nzito kuliko unavyoiona, lakini kwangu mimi ni kawaida. Kama tu wewe utaishi kwa kujiheshimu na kufuata kila kitu kama kinavyotakiwa. Anambia kaka usiwaze, mimi niko sawa, kila kitu hamna shida. Uko poa, tuko poa. Kaka pale nakumbuka atimiza hiyo miaka 17 alipokuwa pale alipokuja. Tukakaa. Tupita kama miezi miwili. Tufikisha miezi miwili. Kumbe bana ndugu wangu wa kike yule wa mwisho alikuwa na mahusiano na mshikaji ambaye ni mkubwa kuliko mimi, miaka 26. Alikuwa dereva bodaboda. Dereva bodaboda kwao ni Tanga, lakini alikuwa anafanyia Tanga mjini ndio kwao, lakini alikuwa bodaboda yake anapigia Korogwe. So alikuwa na mahusiano yake. So mimi sikuwa najua kwa sababu nilikuwa namuona kaka clean muda mwingi hapo. Kakiniona mimi wa hakabievu kufanya kitu chochote cha kijinga. So muda mwingi alikuwa kako serious. Kakiniona mimi kanakuja kaka, mtu ambaye anapenda sana kukaa na mimi kupiga story, kukaa. Muda mwingi anapenda kushinda na mimi. Sasa mimi siwezi kushtukia kama kuna tukio lolote sikuliona kwa sababu muda mwingi nikiwa nakaa naye haoneshi kitu chochote. Sasa ule muda mwingi ambao anakaa na mimi haoneshi chochote, nikaa na muamini, nikampa uhuru wake. Simbani. Akiondoka naenda na kujisikia. Na yani sina muda naye tena, sasa sishamuamini hawezi kufanya kitu cha kijinga. Muda mwingi namuona na marafiki zake wa kike ambao pia nao nawaamini pia wana mambo ya kijinga. So sikuwa na muda, kumbe behind the scene alikuwa anatumia ile kufanya uhalifu wake na yeye wakijua chini chini. Kumbuka lolote litakalomtokea, iza ni mimba, ukimwi au chochote, I'm the one who is responsible, sababu nilienda kuvunja mlango wa watu kumchukua yule mtoto. Inapita miezi miwili, kuna siku narudi nyumbani.
Nafika pale nyumbani na namuulizia wa mwisho yuko wapi, naambiwa hayupo. Hayupo kaenda wapi? Naambia hapa tu hayupo. Hayupo. Baadaye nakuja kuambiwa rafiki yake mmoja wa kike alikuja nyumbani akaja akaniambia kwani hujawasiliana naye? Nikamwambia niwasiliana naye kivipi yani? Ametoka ameenda Tanga, ameenda tu kumsalimia rafiki yake anarudi. Kwa wale kwa sababu walishaona mimi nimeanza kufuatilia kuulizia sana, wakaona warahisishe mambo yasiwe mengi. Watengeneze picha ambao wanajua mimi sina muamini sana, sitoeta mambo mengi. Waseme tu nimeenda Tanga kumsalimia rafiki yake, nitarudi, atarudi mimi. Nikaona wasiweke ujinga. Naendaje Tanga niagi na kati mimi ndio baba yake hapa. Anatakiwa nipe taarifa kwa anatoka. Nataka kuwasiliana naye na wasilianaje naye. Wakasema ngoja basi umpigie ile simu rafiki yake, akupe simu yake uongee naye. Nikamwambia kwani yeye mwenyewe hapa ameondoka saa ngapi? Ambaye ameondoka lisali moja iliyopita. Sasa safari ya kutoka pale mpaka kwenda Tanga ni masaa 2. Bwana ameniambia ameondoka lisali moja iliyopita. Apige simu kwa rafiki yake anipe niongee naye. Kwa hiyo mimi niwaga niko mbele ya muda, nikachekecha tu. This is a game. Dogo ana simu. Chapwa, dogo ana simu. Piga simu akapokea. Sababu alipiga simu iliyopigwa sio yangu. Itumika simu ya shoga yake. Nafikiria mwenzangu baada hata sijafika umepiga. Lakini yeye alikuwa sikulisikia, walikuwa anaongea naye na simu kwa kawaida. Baadaye ndo nilimuoji yule amekwambia nini? Baada ya kuambia hiyo simu ni yake na anajua hiyo simu ni yake. Baada ya kuambia hiyo simu ni yake, last boni akaniblock. Baada ya kuambia najua hiyo simu ni yake kwa sababu kwa safari atakuwa hakufika. Amekwambiaje? Safari atakuwa hajafika, amekwambiaje? Akaniambia ameniambia hajafika sababu nilimbadilikia yule rafiki yake. Amekwambiaje? Akaniambia hata hajafika. Kwa hiyo last boni akaiblock ile namba. Akablock na namba yoyote ngeni nitakompigia ambayo ilikuwa ni yangu iliyofuata. Akablock zote. Kwa kana anaenda Tanga kwa bwana wake. Nikambananisha yule rafiki yake, nikamwambia anaenda wapi? Akaniambia nitakuumiza. Kumbe wakati mimi navipigana hivyo vita na yule rafiki yake, mama mkubwa alikuwa na watoto wake 2 ambao walikuwepo, ambao nawaita dada wote 2, ambao nilikuwa nawaheshimiana nao vibaya mno. Vibaya mno, nilikuwa nawapenda sana. Walikuwa wanajua hiyo safari. Mama mkubwa naye alikuwa anajua. Mama mkubwa ambaye alikuwepo hapo nyumbani alikuwa anajua. Mimi ndo nilikuwa sijui hiyo safari. Na alikuwa anaenda kwa mwanaume. Nikawa mimi siku nzima kitu kinauma, hangaika sasa. Nikapiga hesabu niende, lakini ilikuwa ni simu ndogo ambayo nilikuwa siwezi kuihaki GPS yake. Ingekuwa ni simu kubwa ilikuwa naweza. Simu ndogo haiwezekani. Hangaika, nimechoka vibaya mno. Huwezi amini, alilala kwa huyo mwanaume huko. Alienda akalala kabisa, ni akalala huko. Ndio kitu ambacho kilikuja kikafanya kichwa kikabasti vibaya. Kesho yake akarudi. Alivyorudi kitu cha kwanza nilishika simu. Kumbuka wakati wote anatokea wale kumbe wanajua, lakini wakati huo mimi sikuwa najua kama wanajua. Hawa wanaofahamu mimi sikuwa najua. Wakati yule anarudi naona wote wamekusanyika pale, nikamnyang'anya simu, nikataka kumpiga lakini nikajikontrol kwa sababu namuoneaga sana huruma, ni mdogo. Nikaenda kwanza nikakaa kando, nikaa nimetulia na stress na mawazo sana. Kama kaida yangu ni baada ya masaa inakuwa anapotea, afu narudi sasa kutaka kumhoji. Wakati nataka kurudi kumhoji, wale wakahisi nataka kurudi kwenda kumpiga. Wakaniambia, dada mmoja akasema yule mdogo, akasema tulikuwa tunajua ameenda na tukutaka kukuambia sababu tulijua wewe ni fara na ujinga wako. Si ndio hapo kichwa kikabadilika kabisa, yani nilikuwa ni nusu half human half satan, yani nilikuwa zaidi ya shetani niko hapo. Sasa nikaanza kumbukumbu mimi hamnijui nina rangi nyingine. Hapa kawaka. Na kumbuka ndio siku ambayo nilitoa chozi. Nilikuwa nimekaa pale. Nikamrudisha simu yake kwa, nikamwambia lolote ambalo lilikuwa likitokea mimi ndo naambiwa litanihusu. Wakati naongea naye chozi lilitoka, nikapiga na simu wakati naongea haya maneno. Wakiwa wao wamekusanyika pale, au madada 2, mama mkubwa wote 2, mpaka na yule mama mkubwa ambaye nilikuwa nikikaa naye akiwa alisababisha yale mambo yangu yote nyumbani akafeli naye akaja. Naye wote wakawa na mkinga, na kuna mama mkubwa mwingine yupo alikuwa na mwanae alifariki, yeye yupo anahusisha biashara zake za sokoni, naye alikuja. Wote wakawa wanamgadi kwa ujinga alikuwa anaofanya. Sasa kumbuka lolote tatizo lote tutakao mtokea yule, mimi ndio naye be responsible, alafu wale wanamgadi. Nikaona
chozi linitoka la uchungu kwa sababu mama alisema sisi watatu tutakuwa tumwangalie wa mwisho, na ndio maana aliweka nadhiri ya nikifika mimi sekondari hata akifa hana tatizo. Kwa mimi nikajisi afu nikakumbuka mama alisema mimi nitakuwa responsible ya wale. Kile kitu kiliniuma. Kwa hiyo nikaona mimi sasa mama kweli alisema, lakini sina haja ya kuendelea kukibeba hichi kitu. Kuna muda inabidi ufike sasa nijali kuhusu mimi. Wakati huo kumbuka nimeshafukuzwa shule, nipo nyumbani nafanya tu harakati zangu za kawaida za hapa na pale za kupambana. Nikaona wasitake kunichezea. Ndio pale tulipokuwa tumekusanyika hao wadada, mamkubwa hao watatu, nikamwambia mnisikilizeni, Lastborn. Undugu wa damu watu ni kitu ambacho siwezi kukataa, lakini naomba kuanzia leo tambua kwamba mimi sijawahi kuwa kaka. Wakati naongea naye, yule kaka wa kwanza alikuwepo pale. Kaka wa pili ambaye alikuwa yupo shule, alishamaliza shule, alikuwa yuko chuoni, nikawa nimempigia simu, kwa nimemweka loudspeaker anisikie ninachokiongea mbele ya mdogo wao, ili baadaye nisije nikaja nikaulizwa. Nikamwambia ikitokea nimefariki naomba huyu asihusishwe kwenye mazishi yangu, na ikitokea napata tatizo lolote naomba nisihusishwe kivyovyote. Kwa hiyo kitu kilichotokea ni cha kipuzi, alafu nyinyi mnao mgadi kuanzia leo hii mimi na nyinyi tumemaliza. Hamtoka mnione hapa, hamtoka mje mnisikie mimi nilikuwepo kwenye maisha yenu. Huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 9 na nikukaribishe sana katika sehemu inayofuata.